Bwana, kama umefuatilia na sio tu kuangalia michezo mitatu ya mwisho ya kimataifa ya Young Africans, hawajaruhusu nafasi yoyote ya hatari kutokea katikati ya uwanja kwenda on target kwenye lango la Djigui Diarra. Sijui kama watu wengi mnaweza mkawa mmekifuatilia hichi kitu. Ndio maana nasema kuna kuangalia mpira. Pengine kama umeuangalia tu mpira kwenye michezo yao mitatu ya Young Africans ya kimataifa ya mwisho, unaweza ukawa hauko sawa sawa na mimi, au unaweza ukawa hauko sambamba na mimi. Lakini kama umefuatilia vizuri kwenye michezo yao mitatu ya ligi ya mabingwa barani Afrika ya mwisho ya Young Africans, hawajaruhusu nafasi yoyote kubwa wala jaribio lolote on target kupitia katikati ya uwanja. Kuanzia mchezo dhidi ya Silver Strikers ule wa pili ambao ulichezwa kwa Mkapa, ambao Patrick Mabedi ndo alisimama kama kocha mkuu, mchezo dhidi ya FAR Rabat pamoja na mchezo dhidi ya JS Kabylie, hakuja kuwa na nafasi yoyote kubwa ambayo imetengenezwa kutokea katikati, ama jaribio lolote ambalo limelenga lango ambalo mchakato umeanzia katikati ya kiwanja, wapinzani wamewafungua Young Africans kutokea katikati na kufanya jaribio on target kwenda kwa Djigui Diarra. Nafasi ambazo JS Kabylie mathalan wamezitengeneza zote zimetokea pembeni. Ni cross ambazo zilikuwa zinapigwa, Babakar Sala alipokea mpira kutokea pembeni, Ayman Mahyous alikuwa anapiga vichwa, lakini zilikuwa ni cross kwa kiasi kikubwa sana. FAR Rabat walikuwa wanajaribu kuoffer threat kutokana na set pieces kwenye ule mchezo wao. Silver Strikers ndo hawakuwa na chochote cha kuoffer hata huko pembeni ya kiwanja, kwa sababu walikuwa wanalazimishwa wapite pembeni, walikuwa wanapiga cross ambazo zilikuwa zinakwenda kwenye mikono ya Diarra all day long. Sasa basi, hichi kinatokea wapi? Unajua, kiukweli kabisa mimi nafikiri moja kati ya maingizo muhimu sana ambayo Young Africans wameyafanya na yameasisi na kuchochea hichi ambacho nimekizungumza kwenye video hii mpaka sasa hivi ni uwepo wa Patrick Mabedi kwenye benchi lao la ufundi. Unajua, kuna mtu anaweza kaona labda ushawishi pengine wa Mabedi ungepungua mara baada ya Pedro Goncalves kuingia na msaidizi wake Felipe Pedro. Lakini huyu msaidizi namba 2 wa Young Africans, Patrick Mabedi, ana ushawishi mkubwa sana katika kile ambacho Young Africans kinawafanya iwe ni timu ngumu sana kuifungua na kutengeneza nafasi kupitia katikati. Kwa sababu hii iko wazi na ni theory nyepesi kabisa kwamba nafasi zote kubwa ama za hatari katika mchezo wa mpira wa miguu zinatengenezwa kutokea katikati. Na Young Africans, moja kati ya vitu ambavyo wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana kwenye michuano yao ya kimataifa mpaka sasa hivi, kuanzia michezo mitatu iliyopita ukiwemo na ule wa pili wa kujaribu kufuzu kwenda kwenye hatua ya makundi dhidi ya Silver Strikers, ni kuwalazimisha wapinzani washambulie kupitia pembeni. Young Africans hawakuruhusu kabisa kuwafungua kupitia katikati. Sasa basi, hii inatokana na nini? Nimezungumza hapa kwamba Patrick Mabedi ni kiini muhimu ama ni kiungo muhimu kwenye hichi ambacho Young Africans wanakifanya bila mpira. Kwa sababu Patrick Mabedi hata alipokuwa msaidizi kwenye vilabu kadhaa huko South Africa, kwanza ni mwalimu ambaye alikuwa anaheshimika kwa kiasi kikubwa sana. Kaizer Chiefs walikuwa wanamtaka mara baada ya Nabi kuondoka. Walikuwa wanamhitaji sana aende kuwa kocha wao mkuu. Lakini Young Africans wakapanda dau, wakamleta kwenye benchi lao la ufundi. Lakini alishakuwa pia kocha wa timu ya taifa ya Malawi huyu jamaa. Huyu jamaa anaheshimika kwa kiasi kikubwa sana katika soka la South Africa, na ni kwa sababu akiwa kama msaidizi kwenye vilabu kadhaa, Mpumalanga Black Aces, Kaizer Chiefs, Baroka Swallows na wengineo, alikuwa anatengeneza msingi wa timu ambazo zilikuwa ngumu sana kuruhusu magoli, na ni timu ambazo zilikuwa zina achieve au zina overachieve kwa kiasi kikubwa sana. Timu yoyote ambayo ilikuwa ina msaidizi anayeitwa Patrick Mabedi pale Afrika Kusini ilikuwa ina overachieve kwa kiasi kikubwa sana. Mfano mmoja nitakupa ni Mpumalanga Black Aces, ambayo ni timu ya daraja la kati katika ligi ya South Africa, lakini iliwahi kushika mpaka nafasi ya pili kwenye ligi ya South Africa nyuma ya Mamelodi Sundowns ambao walikuwa mabingwa, na Patrick Mabedi alikuwa kocha msaidizi. Na moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinawatambulisha kwa kiasi kikubwa sana kwenye ule msimu ni kuwa ni timu ambayo ni ngumu sana kuruhusu magoli, na hiyo imekuwa ni trademark kwa sababu Patrick Mabedi alicheza kama mlinzi wa kati katika karia ambayo ni nzuri sana. Watu wengi inawezekana pengine labda hawajui ukubwa wa karia ambao alikuwa nayo Patrick Mabedi, lakini huyu jamaa alicheza kama mlinzi wa kati katika klabu ya Nyasa Big Bullets ya pale pale kwao nchini Malawi, lakini amecheza kwa mafanikio makubwa sana katika klabu ya Kaizer Chiefs pale Afrika Kusini. Na aliposajiliwa na Kaizer Chiefs, msimu wake wa kwanza anasajiliwa akiwa mchezaji enzi hizo,
Kaizer Chiefs walibeba ubingwa wa kwanza wa ligi ya South Africa baada ya miaka 12 kupita. Aliposajiliwa yeye kwenda kuungana na jamaa mmoja anaitwa McCarthy kwenye pacha ya ulinzi wa katikati, Kaizer Chiefs wakaenda kuwa mabingwa Afrika Kusini baada ya miaka 12 kupita. Kwa hiyo asikwambie mtu hichi ambacho Young Africans wanakifanya hivi sasa, hasa wanapokuwa kwenye muundo wao wa kuzuia Young Africans. Young Africans hivi sasa, kama mtu anafuatilia vizuri, wakiamua kufunga njia kwenye 442, wakaamua kuzuia kwenye mid block kwenda kwenye low block kwenye eneo lao, ni ngumu sana kuwafungua Young Africans. Lakini mtu mwingine ambaye anapaswa kupewa credit kwa kiasi kikubwa ni msaidizi wa Pedro Goncalves, Felipe Pedro. Huyu hakuwa na karia kubwa sana ya kiuchezaji, lakini alipocheza alikuwa anacheza kama kiungo wa chini. Kwa hiyo imagine Young Africans kwenye benchi la ufundi, kwa sababu Pedro Goncalves kocha mkuu hakucheza professionally. Lakini Felipe Pedro amecheza katika ligi za madaraja ya chini Ureno kama kiungo wa chini. Patrick Mabedi amecheza kwa mafanikio katika soka la Afrika kama mlinzi wa kati kwenye vilabu vya Jasa Big Bullet, Kaizer Chiefs. Hivi ndio vilabu vikubwa zaidi ambavyo amecheza na amecheza kwa mafanikio makubwa sana. Hawa watu wawili wanaunda benchi la ufundi la Young Africans hivi sasa, Yanga wakiwa hawajaruhusu bao lolote kwenye michuano ya kimataifa kwenye kundi ambalo wengi wamekuwa wakilinasibisha kama ni la kifo, lakini hawajaruhusu nafasi zozote za hatari kutokea katikati. Yaani Young Africans kama wanataka kutengeneza mazingira ya kuwadhuru, basi ni pembeni ya kiwanja. Piga crosses, kwa sababu ukweli ni kwamba hakuna timu ambayo inaweza kumzuia mpinzani asitengeneze nafasi kokote kule. Kwamba katikati, pembeni watu wasitengeneze nafasi, haiwezekani. Lakini timu bora ni zile ambazo zinawalazimisha wapinzani washambulie kupitia pembeni, kwa sababu pembeni hatari yake huwa ni ndogo. Yaani uwezekano wa kutengeneza nafasi za hatari kutokea pembeni ni ndogo kuliko kupitia katikati. Na Young Africans wameamua kufanya central progression kwa wapinzani kwenda kwenye lango lao iwe ni ngumu pale wanapokuwa kwenye muundo wao wa kujilinda, na ni kwa sababu ya ushawishi wa makocha wawili wasaidizi hivi sasa kwenye kikosi chao, Patrick Mabedi pamoja na Felipe Pedro. Nitakupeni mfano wa hichi kitu. Pale Arsenal hivi sasa first team coach wao ni Gabriel Heinz. Huyu ni mlinzi ambaye alifanya vizuri sana kwenye karia yake, amekuwa ni ingizo jipya kwenye kikosi cha Arsenal, na nakuhakikishia moja kati ya vitu ambavyo vimefanya kuna kipindi Arsenal wao ni timu ambayo ni ngumu sana. Na hata hivi sasa Arsenal wakiwa kwenye muundo wao wa kujilinda, wakiwa kwenye mid block, wanazuia karibu na lango lao kuanzia katikati, kuwafungua ni moja kati ya vipengele vikubwa, lakini ni kwa sababu ya uwepo wa mtu anayeitwa Gabriel Heinz kwenye benchi lao la ufundi. Waliondokana na mtu anaitwa Carlos Cuesta ambaye alikuwa sehemu ya benchi la ufundi la Arsenal msimu uliopita, wamekwenda kumchukua Gabriel Heinz. Na kwa watu ambao wanaiangalia Arsenal vizuri, kwa sababu Gabriel Heinz pia alicheza kama mlinzi enzi zake za uchezaji, ni wazi huyu mtu input yake imekuwa kubwa pale, na ndicho ambacho Young Africans hivi sasa wanafaidika nacho kutokana na kuwa na Patrick Mabedi pamoja na Felipe Pedro, msaidizi wa Pedro Goncalves. Warejea mchezo wa pili dhidi ya Silver Strikers ambao Patrick Mabedi alikuwa amekaimu kama kocha mkuu. Silver Strikers kwenye kipindi cha pili kuna muda ni kama walikuwa wanajaribu kuleta mchezo kwa Young Africans, lakini walikuwa hawawezi kabisa kuwafungua Young Africans kutokea katikati. Yanga walikuwa wanawalazimisha Silver Strikers waende pembeni tu, kwa kujua kwamba pembeni hatari yake ni ndogo, lakini watalazimika pia kupiga cross ambazo Jobu, Baka na Diara watakuwa wanashughulika na kuziokota kila wakati, na ndio kitu ambacho kilikwenda kutokea. Kwa hiyo ukweli ni kwamba Young Africans, moja kati ya vitu ambavyo vimefanya kuwa ni wagumu sana, hasa kwenye namna ambavyo wanajilinda na kutoweza kuruhusu mfumo wao katike, ni uwepo wa Patrick sana Mabedi, lakini pia Felipe Pedro. Patrick Mabedi, miongoni mwa vitu ambavyo anavisisitiza sana kwenye filosofi yake ya ukufunzi ni kutaka kuwa na timu ambayo iko structured defensively, lakini wachezaji wote wanapokuwa hawana mpira kujua zone gani wanatakiwa kuwepo kwa ajili ya kuisaidia team defensively. Uwe wapi kwa wakati gani, uwe wapi kulingana na jinsi ambavyo muundo ulivyo, ili usiuvuruge muundo. Na ndio maana Young Africans hata wapinzani wao wanajaribu kutafuta majibu kwa kiasi gani, muundo wao wa ulinzi huwa haukatiki.